Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wal aqibatu lilmuttaqin. Tunarudi tena kwenye sehemu yetu ya pili katika darasa letu insha Allah. Nikumbushe tu yale tumesoma mwanzo. Tuna dakika zingine 30-40 insha Allah, alafu tutakuwa na dakika karibu 20-25 kupata fikra kutoka kwenu insha Allah. Tumezungumza kwamba tuko na projet hapa, tuna mashruu ya mkakati wa mageuzo na maendeleo katika jamii yetu. Tumeona mfano mkubwa ni mfano wa uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi ambayo haina chochote, lakini aliweza kuwageuza watu, aliweza kubadilisha watu, aliweza kuleta mfumo mpya wa maisha, na huo ndio Uislamu. Uislamu hakuja tu kutufundisha kuswali, kufunga, kwenda haji, bal Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuleta kitu tunaita hadara, civilisation. Alitupa mfumo kamili wa maisha, na ndio Uislamu. Aliweza mabadiliko hayo, lakini aliyaweza kwa sababu ya uongozi, na alipokwenda aliacha masahaba ambao walielewa ule uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio Uislamu ulizagaa na kufika hapa ulipo. Tumeona vile vile katika historia watu walichukua mfumo huo kuendeleza ile mission na ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzidi kuitangaza dini. Swali linakuja sasa, baadhi ya nchi, ngoja niwapeni mfano wa Uingereza, sehemu ambayo mimi ninaishi. Uingereza, Uislamu umeingia takriban wakati wa vita ya kwanza ya dunia 1914, wanafunzi kuja kusoma na baadhi ya watu kuja kusaidia vita na nini, ndio uliingia hivyo Uislamu. Lakini toka hiki kipindi mpaka sasa palianza kama msikiti kamoja. Hivi sasa Uingereza nzima una msikiti zaidi ya 2000. Mji mkuu ambao mji wa London tu wenyewe ulianza msikiti kidogo, watu wananunua kachumba kamoja, wanaswali pamoja, baadaye wanapanua, baadaye wananunua hiyo nyumba. Hivi sasa ni misikiti zaidi ya 400, mji tu mmoja wa London. Ukienda Ufaransa ni hivyo hivyo, misikiti zaidi ya 300 kwenye sehemu tu ya Paris, na Ufaransa mzima ni zaidi ya 1700 misikiti na nchi mbalimbali. Lengo, ujumbe wa Mtume, ile mission ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzidi kuiendeleza. Na sisi hapa Burundi, tizama, walianza kama msikiti kamoja sehemu, wakati imeingia huko sehemu za Rumonge, Nyanza na nini, mpaka leo tuna misikiti hapa mingapi sasa Burundi? Sijui kama taasisi yetu ya Komebubu na statistic, labda tufanye statistic, tutizame tuna misikiti mingapi kwa miaka 100 ya Uislamu hapa, au 150. Unaona kama kuna mabadiliko. Sawa, hapa Chibitoki kipindi ambapo mimi niko hapa tulikuwa na msikiti wa barabara ya 10, ulikuwa huyu, na msikiti wa barabara ya 12 basi. Sasa hapa Chibitoki mingapi sasa hivi? Misikiti 7. Unaona mabadiliko, unaona maendeleo. Sawa, unaona kama Uislamu sio dini imekaa hivi, ni dini ambayo inataka Waislamu wataharaka, tufanye kazi, tushirikiane. Sasa swali linakuja, uwingi wa misikiti huyo, swali linakuja, je, tuna ushirikiano pamoja baina ya misikiti, au kila msikiti ina malengo yake? Huu msikiti una lengo lake, huu msikiti una lengo lake, huu msikiti una lengo lake. Swali la pili, nyinyi maimamu, jamani, imamu wa msikiti huu anaweza kenda kuswalisha msikiti ule katika misikiti yetu ya hapa Burundi? Khatibu wa Ijumaa msikiti huyu ana ruhusa ya kwenda kufanya, jamani, wiki inayokuja, mwezi unaokuja, na kwenda kuwa khatibu Bubanza,
msikiti wa kwanza, au kila watu wana mambo yao, hakuna ushirikiano? Maswali tunajiuliza sisi kama imamu, sisi kama viongozi, kama kweli tuna lile lengo moja la hadhara ya Kiislamu ya ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo uwingi sio hoja, lakini kalite, tuko vipi na wingi wetu? Ushirikiano huko, au kila mtu, huu ni msikiti wangu, huu ni wa kwangu, hii ni sanduku yetu. Nimewaambia kwamba hili tatizo sio tatizo la Burundi, ni tatizo la umma. Mmoja katika khutba niliwaambia hivi London, Yaumul Eid, sehemu ambayo mimi naishi, yani ni kama barabara kama 3 au 4 tu za hapa Chibitoke. Kwa sehemu kuna misikiti 7. Chibitoke nzima na misikiti 7. Sasa hayo nafanya barabara kama 2-3 tu za Chibitoke, misikiti 7. Kuna umoja wa Somali, kuna wengine watu wa Bangladesh, kuna wengine watu wa Pakistani, kuna wengine mchanganyiko watu wote, kuna wengine wa Bangladesh. Sasa msikiti mmoja uko hapa na mwingine hii barabara, lakini 0 ya pili, sawa? Yani hapa na hiyo 0 tu hapo. Kwa hiyo unaweza kwenda tu dakika 2 unaingia hapo. Yaumul Eid, hawa msikiti wa Somali wakasema tuko wengi, twende tuswali Eid kwenye uwanja, na uwanja ni mita 100 tu, kama dakika 5 unakwenda kwenye uwanja. Wakasema kuna watu wanataka Eid, pengine wamechelewa, kwa hiyo tutafanya jamaa ya kwa uwanja na jamaa nyingine ya pili itakuwa msikitini kwa wale wenye kuchelewa. Hao msikiti wa jirani hao ni wa Bangladesh, wenyewe wakafanya jamaa hizi 3. Jamaa ya kwanza wanamaliza, jamaa ya pili wanamaliza, jamaa ya 3 wanamaliza. Hawa jamaa wanasubiri jamaa ya pili, wanabaki kwenye mstari, wako kwenye mstari wanasubiri jamaa ya kwanza ishe na wakaenda. Hali ya kuwa nyuma mita 100 watu wako wanaswali salatul Eid kwenye uwanja. Hawezi kwenda huko kwa sababu huyo msikiti wa sisi wa Bangladesh, wale ni wa Somali. Swali linakuja, hivi tunatengeneza hadhara ya Mtume au tuko tunafanya Uislamu wa kwetu vile tunavyouona wenyewe? Sasa hili ni tatizo katika matatizo, azma takhalluf, tunashindwa kuelewa malengo. Sasa sisi kama viongozi na maimamu tusiingii katika migogoro kama hiyo, ikiwa tunataka tulete maendeleo na mageuzi katika jamii. Si mmenielewa jamani? Si mmenielewa? Na hii mifano ni sehemu, nakupa mfano wa Uingereza, ukienda sehemu nyingine, mpaka hapa kwetu iko hivyo hivyo. Buyenzi si ndio center kubwa ya Uislamu pale? Misikiti inashirikiana pamoja. Imamu wa huku ni rahisi kwenda, maana mwacheni huyu leo aswalishe huku, mwacheni huyu afanye hivi, mwacheni huyu awe. Hatuna haya, na kama tunakwenda hivyo hatuwezi kufika popote, tutabaki na wingi lakini ni ule wingi ambao Mtume alisema katika hadithi ya kwamba wingi amthali gani? Maimamu, nakumbuka hadithi hiyo, kahutha isai. Tutakuwa wingi, lakini wingi kama vile pofu wa bahari, ule uchafu unakaa kwenye bahari mwingi, alafu unapelekwa na upepo huku na upepo huku na upepo huku. Walimuuliza, ya Rasulullah, hicho kipindi tutakuwa wengi? Mtakuwa wengi, lakini mtakuwa wengi waje, hamna nguvu, pofu tu. Sasa kama tunataka mkakati huu wa uongozi tuanze kubadilika kihivyo, sawa? Haya, tuingie sasa la kwanza. Kuna mambo 3 ambayo nataka kuyapitia kwa haraka katika mambo ya uongozi, sawa? Jambo la kwanza, uongozi. Mfano tunamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, mimi nataka kuwa kiongozi? Uongozi ni mtu anazaliwa nao au unaweza kuusoma ukawa kiongozi? Sawa? Kuna aina mbili ya uongozi.
kuna mtu anazaliwa na uongozi ambao tunaita alqiyadatul fitriya, yani mtu ana sifa za uongozi, amezaliwa tu nazo, ndio Mwenyezi Mungu akampa hivyo. Kuna watu wako hivyo, na kuna uongozi ambao wengine usomeshwe, uelimishwe sifa za uongozi, alafu na unaiga unakuwa kiongozi. Alafu kuna kategori ya tatu, kuna mtu hata ufanye aje wapi, hana sifa za uongozi. Sio sifa za imani, tunazungumzia uongozi jamani, unaweza kuwa na imani kubwa lakini huko kiongozi. So hizo tatu, tuanze na hii moja ya chini labda, ambaye ya kwanza, wale ambao wamezaliwa na uongozi, watu wa leadership, watu wa course au wasio hata Waislamu, wanasema hivi, kuna uongozi ule fitria, mtu amezaliwa hivyo, wako 2% tu, 2%, yani ni wachache sana wameumbwa na Mwenyezi Mungu na sifa za uongozi, 2% tu ya watu, nisba 2 tu. Vipi? Niwapeni mfano. Kwa mfano yule nimeleta yule sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtizama, anamwambia innaka fika khaslatayn, una sifa 2 ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda. Anamwambia una sifa 2 ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda. Sifa gani? Akamwambia kwamba alhilmu wal ana, yani una utulivu fulani wa kuzaliwa nao, una subira fulani ya kuzaliwa nayo. Na hizi miongoni mwa sifa za mtu kuwa kiongozi. Sawa, mpaka akamwambia ya Rasulullah, yani takhallaqtu bima, nilizaliwa nayo, au jabalani Allahu fihi, au ni Mwenyezi Mungu ndio alinipa hizo. Akamwambia ni Mwenyezi Mungu ndiye amekupa hiyo. Akasema alhamdulillah alladhi jabalani, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniletea sifa 2 ambazo yuhibbuhum Allah wa rasuluhu. Mwenyezi Mungu anazipenda sifa hizo 2. Hiyo ni watu ambao wamezaliwa. Katika Uislamu tunao viongozi kama vile Ali ibn Abi Talib, hao ni viongozi kabisa wenye sifa za uongozi, kazaliwa iko hivyo. Salman al-Farisi, hao ni Amr bin al-As, hao ni watu ambao wamezaliwa wako na sifa za uongozi hivyo. Sawa. Sifa nyingine, kuna mtu ambaye yeye sio kiongozi, yani Mwenyezi Mungu hakumuumba na sifa hiyo ya uongozi. Wako watu kama hao, na katika Uislamu tuko na mfano kama huo. Kuna sahaba anaitwa Abu Dharr. Sahaba Abu Dharr huyu katika watu wa kwanza kuslimu. Sawa, katika watu masahaba wa kwanza kuslimu. Mpaka siku moja anamuona Mtume anamwacha, wanaenda vitani, yeye hampi uongozi kwamba bwana wewe ongoza kikundi fulani, wewe fanya hivi, fanya hivi, na ni mtu mwenye imani kubwa sana. Ilibidi siku moja akamwambia ya Rasulullah, ala tastamilni, hivi hauwezi kunipa na mimi nikaongoza hata kakundi fulani, hata kazi fulani niongoze? Akamwambia ya Abu Dharr, alimpiga hivi, fadaraba biyadihi ala mankibi, akasema, akamwambia Abu Dharr, innaka dhaifun, wewe ni mdhaifu bana, wa innaha amana, uongozi ni amana mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni mdhaifu kwamba hawezi ile subra ya watu na vurugu za watu. Unajua kuongoza inabidi watu watakusema bana, huyu amekuja mufti mpya, huyu ana mambo, huyu anatuvuruga. Tahammal, kubali kuresiste, kwa sababu wewe lengo lako ni mageuzi, wewe lengo lako ni watoe watu kwenye hili, ni wafikishe kwenye hadaf, nahwa al-hadaf. Utapigwa majungu, utafanywa hivi, utafanywa hivi. Huyu mama mtu amekuja bana, hata huyu kabisa la nini, umehitilafiana nao kwenye malengo yao, wanaanza kulini. Sasa ile resistance inataka ni mmoja katika sifa. Akamwambia Abu Dharr, wewe huwezi, wewe mdhaifu bana, una imani kubwa lakini huwezi mambo ya uongozi, kwa sababu uongozi ni amana. Hao wanasema watu wa hivyo wako 2%. 2% wamezaliwa na sifa za uongozi, na 2% hawana sifa, hata ufundishe hawezi. Hapa katikati tuna 90 ngapi? 96. Anasema hao 96
ni wanaweza kufundishwa, ni watu wanasema alqiyada almustadrika, yani unaweza muktasaba, unaweza ukaupata uongozi, ukasomeshwa sifa za uongozi, ukaelekezwa katika sifa za uongozi, ukajifunza. Kwa hiyo watu wengi tuko hivyo. Usiseme mimi ni imamu lakini maana siwezi. Umesomeshwa, umeelekezwa, umefundishwa. Na sisi inshallah katika proje yetu hii, lengo letu tuwe katika hawa watu 96, tuelimishane, tuongozane taratibu taratibu, ili sisi wote tufikie katika sifa hizo za uongozi inshallah. Ile la kwanza. La pili, ukitaka kumfanya mtu awe kiongozi, ili mtu awe kiongozi, jambo la kufanya ni lipi? Jambo la kwanza la uongozi, viongozi, ili mtu awe katika njia sasa ya uongozi. Kuna mtu amekaa kwa zake mdhaifu tu hivyo hivyo, lakini anaweza kasomeshwa. Sasa watu wa leadership wanatuambia, mchukue kwanza huyu mtu, hebu mtikise kidogo. Wewe unaweza kuamka wewe bana? Umekaa kijiweni tu bana, muharriki kidogo, atoke kwenye ile tabia ende kwenye tabia nyingine. Kuna mtu anaamka asubuhi, ana kazi, ana nini, ni kijiweni, anapiga, anafanya nini, hana nini, hana tai. Kumbe mtu ana sifa. Sasa usimfundishe moja kwa moja, hebu mtikise kidogo, hebu amka kidogo. Utakaa kwenye kijiwe kila wakati bana, wewe unaweza bana, unaweza. Akajitambua, akajielewa, alafu sasa unaenda kwenye kitu kinaitwa unampa ufanisi. Ndio unamfundisha sasa, unaweza kufanya hivi, unaweza kuwa hivi, kwa pamoja. Hata katika maimamu wetu sio kama sisi wote tuna sifa hizo. Kuna wenye kidogo wameamka, kuna wengine kidogo wako chini. Usijali huyu mwenye yuko chini, hebu tumamshe kidogo. Bwana unaweza, wewe acha kwanza zile fujo na muda wako 20 masaa 24 unafanya nini? Uko kwenye kwenye WhatsApp uko kufanya nini? Punguza kwanza muda huo. Ingia kwenye hili, ingia kwenye hili. Unampa ufanisi. Unamtoa katika ile tarbia, unampeleka kwenye ufanisi. Ukitoka kwenye ufanisi, anakuwa katika uongozi. Hilo jambo la kwanza. Ukishamweka sasa mtu kwenye nani ya uongozi, unamfundisha sasa. Unaanza kumbadilisha. Kuna mabadiliko aina 4 kwa sisi ambao ni maimamu na viongozi wa jamii. Tuko ready? Naam. Kuna mabadiliko aina 4 kwanza. Tubadilike kabla ya kuanza kazi. Mabadiliko ya kwanza, mbadilishe kwanza mtu imani na fikra. Mbadilishe imani, ibadilishe kwanza imani yake iko vipi, anaamini nini. Mtu kama bado ana imani za ushirikina, imani za nini, hawezi kuwa kiongozi huyu. Tabu, kwa sababu hii dini jambo la kwanza lilikuja kutoa uchafu wa ushirikina. Ndio msingi wa kwanza. Tukishaacha haya, alafu mengine yote. Mbadilishe fikra, mtizame huyu ana fikra gani, mawazo yake yako vipi. Kuna mtu ana fikra kweli ya maendeleo, na kuna mtu hana fikra. Mtoe katika ile, mpeleke katika fikra ya maendeleo. Muulize, ndoto yako ni nini? Bwana, mimi kama imamu hapa Chibitoke, ndoto yangu tuna misikiti 7. Kwa nini tusipati misikiti kawa 10 katika miaka 5 inayokuja? Mimi ndoto yangu tuna madrasa, lakini tuna madrasa tahfidh moja tu ya Imam Rajab. Kwa nini zisiwi 2 au 3 katika miaka 5 inayokuja, ili watoto wetu wote 90% tuhakikishe wanakwenda kusoma kizungu na huko wanafanya dini. Hizo ni ndoto za maendeleo. Kama huna ndoto, hauwezi kuwa kiongozi. Wewe unataka kuwatoa watu hapa wapeleke hapa, haya ndoto ziko wapi? Sasa sisi kama maimamu, sisi kama responsable wa jamii, tushirikiane katika kubadilisha ndoto zetu. Maisha yako aje? Unaelewa maisha vipi? Unaelewa tukuja kuswali msikitini basi? Hizo zote ni fikra. Yaani unambadilisha mtu fikra. Na hii nataka na kwa vijana wetu. Leo sisi tuko maimamu, kesho tunajua tutakuja kuwa tunasomesha watoto, hao watakuja na wenyewe kuja viongozi.
Kwa hiyo tuwasomeshe watoto uongozi. Nawapeni mfano. Kuna shule moja Kuwait, markaz, wanaita markaz qiyada. Hii wamefanya tajruba. Alikuwa Dr. Tariq Suwaidan aliwasomesha watu kutoka university, anaona kama university wamesoma elimu lakini hawana nguvu za uongozi. Inabidi wasema la, miezi mitatu njooni niwapeni mahara ya uongozi. Kwa sababu mtu anamaliza lisansi lakini hana uongozi, hajui. Akawasomesha. Baadaye wakada wengine akaona nao haitoshi. Kumbe tuwafate watu mpaka kwa école secondaire, wale wako kwenye thanawia, tuanze kuwapa nubdha za uongozi wangali wadogo. Wanamaliza thanawia, wanapita kwenye tadrib. Wanamaliza thanawia, wanapita tahfidh. Vijana wakabadilika mtazamo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amjui ile kile kitabu anasema vijana haula nabii, vijana walikuwa wanamzunguka mtume, vijana wadogo wakafanya hiyo ikawa vizuri, mpaka hivi sasa wamekwenda mpaka kwa école primaire kuwasomesha watu nubdha za uongozi. Tizama, mtoto iko tangu primaire unamsomesha namna utakuwa imamu, wewe utakuwa hivi, unajua kuwa imamu hivi, ukuwa responsable, mpaka mtoto iko primaire anakuwa na hiyo. Hivi ndivyo jamii inatengenezeka katika uongozi, sio kuwasomesha tu wahifadhi, bali unawasomesha na mahara mengine ya kuweza kuwasaidia. Sasa ni jukumu letu sisi kama maimamu, kama viongozi, kutengeneza hiyo mikakati na mifumo. Bila hivyo miaka 20 tutakuwa vile tulivyokuwa, na mistake zile tutakazozifanya zile zitaendelea. Kwa hiyo hii project ni project ya mabadiliko ya nini? Hilo ni jambo la kwanza, mabadiliko ya kwanza. Tubadilike. Badiliko ya pili ni kubadilisha mambo yanayokuvutia. Kama kiongozi, mambo gani yanakuvutia wewe? Kuna mtu ukiuliza mambo gani yanakuvutia, mpira. Sawa bwana, mpira, lakini wewe unapoteza muda wako wote mpira na uko kiongozi, hauwezekani. Hapana, sio liwa jambo la kuvutia. Kuna mtu mambo yanamsikia anataka kuvaa tu vizuri, aende kwenye TikTok, aende kwenye nini, social media, ndio yanamvutia. Hauwezi kuwa kiongozi. Hii lazima ubadilike. Uko katika kundi la uongozi, badilika. Yani badilisha mambo yanayokuvutia. Acha yale ambayo umeona kama sio ya muhimu. Tafuta mambo ambayo ya muhimu ndio yaweke. Tunaambiwa katika ile hadithi, min husni islami almar tarkuhu ma la yaani. Katika Uislamu mzuri wa mwanadamu ni nini? Au Muislamu ni kuacha yale ambayo hayana muhimu kwako. Sasa kama viongozi tuitumie hadithi hii. Isiwe tu hadithi tunaisikia tunakwenda. No. Tafakari, izingatie, itumie. Kama viongozi, kama maimamu wa responsable, vitu vya upuzi acheni, tunatupa pembeni. Tunakwenda kwenye mambo ya msingi. Mabadiliko ya tatu. Ukitaka kuwa kiongozi, badilika katika kujenga ujuzi. Uingereza wanaita capacity building, create capacity, competence. Kuwapa watu mahara. Ukiwa kiongozi lazima kuna sifa za ujuzi fulani lazima uwe nazo. Leo tuna ujuzi mfano wa social media, vijana wetu wa TV Al-Huda hapa. Haiwezekani tupate maendeleo kama hatuna media. Media leo ni jambo kubwa sana. Tutengeneze media katika sisi maimamu na viongozi, sio lazima, lakini tuchukue wale jamaa wa media wenye ufanisi, tuwaweke kama viongozi responsable wa jamii. Tuwatumie vile. Hili ni jambo muhimu sana. La pili, teknolojia. Lazima tuitumie teknolojia sawa. Tupate mahara za uongozi. Tusomeshwe uongozi ni hivi, uongozi ni hiji, haya mambo. Ili tuwe waumini na viongozi wenye nguvu. Hadithi simnasikia maimamu wanasema almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minu adh-dha'if. Hizi sasa ni hadithi tunasoma, inapita hivyo. Tafakari kwanza, anatuambia nini hapa Mtume? Mu'min mwenye nguvu, huyu ni bora na anapendwa kwa Mwenyezi Mungu kuliko mu'min ambaye ni dhaifu. Wote ni mu'min, lakini mmoja anapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu.
Nguvu zake ni nguvu za kupigana? No, ni nguvu katika imani yake, ni nguvu katika elimu, ni nguvu katika biashara yake, ni nguvu katika ufanisi wake, ni nguvu katika maendeleo, ni nguvu katika siasa zake. Hizo zote ni nguvu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukichunguza masahaba unaona huyu alikuwa na nguvu za kisiasa, huyu alikuwa na nguvu za vita, huyu alikuwa na nguvu ya hikma, huyu alikuwa na nguvu. Walikuwa watu tofauti na nguvu tofauti. Sasa tuchukue hizi hadithi, tuzisome, tuzingatie na tuzitumie. Sawa. Mabadiliko ya 4, kubadilika katika mahusiano. Tunataka kuwa viongozi, ni lazima tubadilike. Taghyir fil alaqat, tubadilike. Mahusiano yetu na watu gani? Kama ni imamu kiongozi, lazima tutizame hivi jamaa zake ni watu gani. Tunakuja kuona jamaa zako ni watu wa mpira, jamaa zako ni watu wa magenge, ni wazako ni hayo. Sema imamu hapa hana fikra yote ya kutupa, kwa sababu watu wanamzunguka sio watu fa'ilia. Kwa hiyo tubadiliki. Almar'u ala dini khalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia mtu anafata maisha, mfumo wa maisha wa yule jamaa yake. Sawa. Sasa kama viongozi tubadilike sana. Ipo hadithi moja kama taikumbuka, mnikumbushe maimamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema asili chakula chako, la yaakulu ta'amuka illa mu'min. Asili chakula chako isipokuwa mu'min. Kabla ya hapo alisemaje? Nani akumbuka hii hadithi? La tusahibu illa la tusahibu illa mu'min wala yaakulu ta'amuka illa at-taqi. Sawa. Usisahibiani na mtu isipokuwa mu'min bana. Sio kuna rafiki yako kumbe ni mnyapombe, ndo huyo ana masaa 5 na wewe kwa siku. Sahibiana na mu'min, kwa sababu mtakumshana, mtafanya hivi. Haya, wala yaakulu ta'amuka illa at-taqi, asili chakula chako isipokuwa mwenye cha Mungu. Kwa nini? Kama shekhe atafika kuwa namkaribisha kwangu kula chakula, maana yake nimemwamini sana. Kuna ule rafiki mwingine unaisha huko nyumbani, barabarani, msikitini, inaisha hivi, lakini mpaka akanisogeza kwake kuwa ndo tunachangia na chakula, basi huyu tuko karibu sana. Ndio akasema asili chakula chako isipokuwa taqi, yule mwenye takwa ale chakula chako, yani ukaribu zaidi uwe na mwenye takwa. Sasa kama viongozi tutumie hizi hadithi jamani, si za kusoma soma tu hivi, hizi ilikuwa ni irshad kutuongoza. Sasa kama viongozi tutumie hivyo. Sawa. Haya ni mabadiliko 4 kama viongozi tunatakiwa tubadilike. Tuko sawa hapo? Haya, jambo la mwisho. Haya, tumejitahidi kubadilika, tumekubali kuwa viongozi. Sawa. Sifa sasa za uongozi ni zipi? Sifa. Tuko katika wale 96. Sawa? Tunatizama baadhi ya sifa. Tunachukua sifa 4. Sawa? Tutaishia hapo kwenye sifa. Sifa za uongozi. Tunazungumzia uongozi wa ufanisi hapa. Sifa ya kwanza ya kiongozi, ar-ru'ya. Kuwa na muono, maoni, vision. Kiongozi haoni hapa. Kiongozi hatizami leo, tizama anatokea matokeo, kesho anaweza kuwa vipi. Kiongozi anatizama hivi, tuko na hii hali, lakini mwaka kesho tunataka tuwe hivi, mwaka baada ya miaka 5 tuwe hivi. Ndio kiongozi anakuwa hivyo. Watu wa kawaida wenyewe hawazingatii, yanasema leo, hali yake ya leo hii sasa. Anatazama matatizo ya muda mfupi, lakini kiongozi anatazama matatizo ya muda mrefu. Tukiendelea hivi baada ya miaka 10 hakuna lolote tutafika hemo. Kiongozi anatazama hivi. Ru'ya, kwa umbali. Hii aya sio taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi. Tunaielewaje hii jamani? Mliamini,
Mcheni Mwenyezi Mungu, na kila nafsi, kila mgonjwa itizame ya leo, ya kesho. Sasa kesho ni kesho kweli au kesho mbele ya Mwenyezi Mungu ni huko? Taban wafasiri wanatuambia ni kiyama, lakini vile kwenye leadership tunatizama ni bu'd an-nadhar. Hivi baada ya miaka 5 nitakuwa na hii hali ya imani yangu kama hivi ndivyo? Baada ya miaka 5 nataka nimeacha maasi fulani na maasi fulani, nimepata thawabu fulani, nimefanya jambo fulani, sifa hii nzuri. Ndio Muislamu unakaa hivyo. Sio Muislamu huna malengo yote, huna mtazamo wa kesho, huna mtazamo wa miaka 5. Huna mtazamo wa miaka 5, utakuwa na mtazamo ya yaumul qiyama. Sasa anza kwanza mtazamo wako hivi sasa, badilika miaka yako 5. Haiwezekani niwe yule baada ya miaka 5. La, na tumepewa fursa nyingi mwaka mzima. Ukiutizama Uislamu una zile nafahati min rahmatillah za mabadiliko, za kusamehewa madhambi, sijui za kuelimisha daraja kwini hivi. Ru'ya ya umbali kwa Muislamu lazima tuwe nayo. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, sifa ya pili, almubadara, kuchukua hatua. Kuna mtu anashindwa, anataka kweli kubadilika, lakini anashindwa kuchukua ujasiri wa kuchukua hatua. Inaitwa almubadara, kuchukua decision kama kiongozi. Japokuwa watu wamesema hivi na hivi, mimi kama kiongozi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nasimama hivi na uamuzi wangu ni huyu. Baki hapo uone vile Mwenyezi Mungu atakuletea nusra. Lakini ukitaka kuona na watu wengi ambao wote wako kwenye njia nyingine sio kwa Allah, hutofikia popote. Almubadara, mubadara ni mtu kusema, sikiliza, kuna watu wanasema mtu fulani anapasha kufanya jambo fulani, au bana serikali bana ndio inatufanya hivi, kwa miguu bana ndo nani bana, kwa miguu ndo ibadilike bana. Sifa kiongozi hatizami lawama kwa wengine, hatumi lawama kwa wengine, anatizama mimi ninaweza kufanya nini kama kiongozi wa familia, kama kiongozi msikitini, kama kiongozi wa madrasa. Sitizami taasisi, sitizami serikali, mimi na ikhlasi yangu kwa Allah nifanye nini. Hiyo inaitwa mubadara. Chukua uamuzi ili upate maendeleo. Kuna aya moja inasema fastabiqul khairat. Maana yake ni aje hii jamani? Tushindane katika mambo ya khairi. Imam Rajab kafanya, na mimi ngoja niende bwana Imam Rajab, na mimi nataka nifanye kama vile wewe, lakini mimi niko Nyakabiga. Sasa unasemaje? Nisaidie bwana, mimi nilianza hivi na hivi na hivi na hivi. Anakufungua kingine hapa bwana, kuna barabara ngapi kule, tunafanya nyingine markaz ya Sheikh, unasemaje Imam, nifanye kama hivi na hivi na hivi. Fastabiqul khairat, shindaneni katika mambo ya khairi. Haiwezekani miaka 10 madrasa tahfidh ibaki hiyo moja chipitoki nzima. Hatuna mubadara, lazima tutafute maendeleo, tutafute mabadiliko. Sasa sisi kama maimamu na responsible tutizame mbali na tuwe na uamuzi wa kuchukua. Sifa ya tatu, tunaandika sijui, unaweza kufanya haya yote lakini hauna kitu kinaitwa at-ta'thir, kuathiri jamii yako, kwa sababu mabadiliko si ya kwako, ni ya ile jamii yako. Sasa je, umewaathiri? Kwa sababu sio tu uongozi, ukakaa na uongozi wako, mashallah, umefanya madrasa, umefanya sijui taasisi, umefanya nini, cheo kidogo, mashama tunasema na cheo kikubwa, madaraka yako na mamlaka sawa, lakini huna taathiri yoyote katika jamii. Huyu mfano wa markazi hii ya tahfidh imenigusa sana. Natizama sijui watu wangapi Imam Rajab nao pale, 505 pale. Ngapi? Subhanallah, watoto 505 katika markazi tahfidh, na wote ni wapo bachi vitoki? Hapana, kwa sehemu mbalimbali, wanatoka sehemu mbalimbali na kuja watoto 500. Hivi unafikiri watoto 500 pengine ni familia 300? Maana kuna watoto 2 3 familia moja, pengine ni familia 200, pengine ni familia basi 100. Athari ngapi imefika kwa familia 100
Haya, tukiwa na markazi 2, 3, athari gani tutakuwa nayo? Tukifanya mikakati ya kuboresha hiyo markazi, how much, namna gani tunaweza tukafika kuathiri jamii iliyokuwa kubwa? Hauoni kama tunaweza kuathiri sana hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kama angekaa kazi yake da'wa, qala Allahu sharia alhalali walharamu, ikaikaa hapo, watu wangeathirika? Lakini aliweza kuathiri watu na ile da'wa. Si mnajua kwamba min awail muslimin, wale wa mwanzo kuingia katika dini, mnajua ni wako watu gani? Min duafa, watu wale wanyonge, wale wa slave, wanaitaje wale watu wa nani hawa, wa esclave, watumwa, ndio wengi walio ndio walianza kuingia katika dini. Taban katika watu 10 kuna Khadija radhiallahu anha, Abu Bakar, Ali Abi Talib, lakini wapo miongoni mwao watu madhaifu. Bilal ibn Rabah, mtumwa, hana chochote, anatumwa na mtu, anafanywa hivi anafanywa hivi, lakini alifika kuwaathiri, kuonesha kwamba hapana, wako Mwenyezi Mungu aliyekuumba, na yule ndio mwenye nguvu, sio huyu bwana wako. Huyu aliumbwa na Mwenyezi Mungu kama vile wewe. Mungu amempa tu ile uwezo, lakini kumbuka atakufa na atafufuliwa, atahesabiwa. Na mwenye nguvu sio yule bwana, bali mwenye nguvu ni Allah. Watu wanajua bwana wangu ndio yule, wanabadilika, wakabadilika, anabadilika mpaka anaambiwa pepo, kama anabashiriwa pepo. Yupo mmoja katika wanawake, kina mama, yuko mmoja katika wanawake anaitwa Sumayya bint Khayyat. Huyu ni katika wamama wa kwanza kuingia katika Uislamu, katika watu 5 au 7. Alikuwa mtumwa, mama mtu mzima, mtumwa. Mme wake Yasir alikuwa mtumwa, mtoto wake Ammar na wenyewe katika walikuwa watu wadhaifu. Sasa mke na mume wote watumwa, walianza kuingia katika Uislamu. Aliwaathiri katika kuonesha da'wa. Wale wa bwana zao waliposikia kama wameingia katika Uislamu, hapo wakaanza, wewe unaingia, adhabu. Wakawa na waadhibu kila siku, asubuhi kwenye jua wanapigwa, wenyewe wanakwambia tu la ilaha illa Allah. Mtu habadiliki. Jana alikuwa anamfuata huyu bwana, leo amegeuka Muislamu, anabadilika, kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita, kwa sababu ndio mwanzo wa Uislamu, anapita pale anawakuta wanapigwa, wanafanywa adhabu, anawaambia tu ya ahla Yasir, enyi watu wa Yasir, as-sabru fa inna maw'idakum al-janna, fanyeni subira, hakika ahadi yenu ni peponi. Wale kwa sababu wameathirika na da'wa, wanamjibu tu ad-dahru hakadha ya Rasulullah, hata tupigwe, hata tuadhibiwe mwaka mzima, tutabaki hivi na hatubadiliki katika Uislamu. Naona taathir dawa. Sasa sifa ya taathir, kujua namna ya kuwashawishi watu, convaincre watu, jamani tuna project hii, tafuteni ufanisi gani wa kufikishia watu ili waelewe hii umuhimu wa hili jambo. Sio ufanye madrasa kumbe ni kujifanisha wewe, unafanya masjidi unaleta watu kumbe unajifanisha wewe, watu hawezi kuitikia zaidi. Hiyo ni moja katika sifa 3. Lakini sifa nyingine ya mwisho ni tahammulul mas'uliyya, kubeba wajibu, kubeba ile responsibility, wajib, tahammulul mas'uliyya, kuelewa sasa ile kwamba hili ni tatizo ambalo tunalo, tulikubali, hili ni tatizo la jamii. Unaona, mtu usisemi bana, ni tatizo la familia bana, ni tatizo la serikali, ni tatizo la Komibu. Hapana, sema hivi, wajibu wangu mimi kama kiongozi ni upi? Kwa sababu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyya, kila mmoja wenu ni kiongozi na tutaulizwa. Kwa hiyo wajibu wangu ni upi katika hili jambo? Tusitupi lawama sehemu mbalimbali. Dini hiyo haifai katika Uislamu. Sisi tumeelewa haya mambo manne, nyakariri haraka.
Jambo la 4 tumesema tahammulul mas'uliyya. La 3 kushawishi watu, taathir, tuwe na uwezo kuweza kuwashawishi watu. La 2 almubadara, kuchukua zile hatua za kuweza kufanya jambo. Lakini la kwanza ni ru'ya, maoni ya mbali ya kuyaona. Hizi ni moja katika miongoni mwa sifa za kuwa viongozi. Yako mengi ya kuweza kuzungumza katika uongozi, lakini tukishaelewa maana ya uongozi, vipi niwe kiongozi, mabadiliko gani yananitaka mimi niwe kiongozi, alafu na sifa gani za uongozi, yanatutosha kwa leo. Alafu baadaye tutakuwa na projet au madrasa tadrib, hata kwenye Zoom tutakuwa na halakati kama hizo. Waweza kuwa hapa tukaweka hapa nani, na mtu yuko Uingereza, yuko Ufaransa, yuko Belgique, akatoa da'wa kuhusu tadrib wa jambo fulani. Jamani, leo tufanye ufanisi wa jambo fulani, tunakaa hapa maimamu na nini, tunaelimishana, tufanye hivi, ile muhimu. Kwa hiyo maendeleo yatakuwa kwenye hiyo mfumo kama huo, na wako viongozi, wako maexpert zaidi yetu, watakuwa wanapata fursa ya kuja, tunafanya vikao kama hivi. Hawakupata fursa ya kuja, online tunafanya, ili tuweze kuelimishana, tubaki katika ile projet yetu. Nafikiri ni projet ya miaka mitano, naona ruya miaka 5, ili tufikie wapi na nini. Na kila baada ya mwaka tunafanya assessment, tunajitazama, tathmini, tuko wapi jamani, tumefika vizuri, na tunawaelekeza watu, tunawaambia pale tunafika. Hivi ndio tukifanya mikakati kama hii itatusaidia tufanye taghyir, mabadiliko kama yale mabadiliko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuta watu wanaabudu sanamu, alikuta watu wanaabudu majini, alikuta watu wanaabudu sijui mizimu, alikuta watu wanaabudu uganga, wote huyo mpaka akamwambia vyote hivi innahum la yusu bi shay, vyote hivi ni uchafu, havina lolote, twendeni huko. Na huko alipokwenda ndio ikaleta ile inaitwa sahwa kubwa ilivyokuja na kufikia katika nyanja ilikuwa mbalimbali inshallah. Kwa hiyo mimi niachie hapa, lakini siwezi kumaliza mazungumzo yangu bila kusikiliza maoni yenu, kwa sababu nyinyi ndio wachezaji katika manja hii, nyinyi maimamu na nyinyi malida. Fikra zenu haya ni kusomesha tu, lakini fikra sasa ni kutoka kwenu. Yale mnaona mabadiliko, tufanye haje, viziwizi ni vitu vipi, itusaidia na sisi kuchukua na kutafakari na nini. Kwa hiyo tuna zingine dakika 25 nafikiri, Imam Rajab tuko vizuri, dakika 40 imeenea, ili tuweze kupata maoni inshallah. Naam. Al Huda, mwongozo wa jamii.